Kuna mafundisho ya uongo mengi yamekuwa yakitrend kwenye maandiko. Lakini nadhani ni wakati sasa wa kuyaweka sawa. Mtu anakuambia mafundisho gani? Utazaa kwa uchungu, utakula kwa jasho. Okay. Vimeandikwa hivyo lakini havitafsiriki hivyo. Kwa mantiki ya kwamba ukisema sisi sasa, na mimi nawauliza hao wachungaji ambao kwamba sisi tutazaa kwa uchungu, sinaonesha mwanamke atazaa kwa uchungu au utakula kwa jasho. Sasa na mimi nauliza swali. Je, mbuzi anajifungua kwa nini? Ng'ombe anazaa kwa nini? Nao je, walilaaniwa? Kwa sababu ukiangalia kila kiumbe kinajifungua kwa uchungu. Of course, hata mbuzi. Basi tuje utakula kwa jasho. Ni kiumbe gani ambacho akili kwa jasho? Je, na wenyewe walikula tunda pale Eden? Kwa hiyo hii au walilaaniwa pia. Lakini pia eti na siku zako zitakuwa fupi. Tuje, kuna sungura anakaa miaka 2 3 anakufa. Na yeye laana ilimuhusu. Sasa hao wanaojifanya siji wao waje watoe majibu sasa hapo. Kwa sababu laana amelaaniwa mwanadamu. Kwa nini ipo na kwa viumbe wengine? Kwa nini ipo kwa viumbe wengine? Hapo nimeona unajua kuna vitu vinavyokula kwa jasho kama viumbe. Of course. Ndio maana unakuta labda ng'ombe anaenda kuchumwa na anapelekwa anapigwa viboko, kula kwa jasho kabisa. Anapigwa kiboko, anakula kwa jasho. Kuku anakula kwa jasho. Mbwa anakula kwa jasho. Sasa sijajua je, na wao laana inawahusu? Sasa wanaojifanyaga viongozi wa dini waje sasa hapa walete hoja za majibu, watujibu. Na kama hawana majibu watulie, tuwafundishe kuhusu neno. Kwa nini kwenye Bible imeandikwa wanadamu tutafanyaje? Tutakula kwa jasho, tutazaa kwa uchungu. Atatafuta kwa jasho, atakula kwa jasho manake. Mwanamke atajifungua kwa uchungu. Je, mbuzi wa kike anajifungua kwa uchungu? Mpaka operation mbuzi. Niko tunafuga mbuzi, tutafanyia mbuzi mpaka operation ili aweze hata ng'ombe ili ajifungue. Je, laana ile inamuhusu? Haya viongozi wa dini njoni mjibu sasa. Mnaojifanya nyinyi ndio wateule sasa, leteni hoja zenu. Na kama hamna majibu mtusikilize, kwa sababu sisi tunayo majibu. Na leo tuyatoe majibu, tumeweka hayo maswali. Mpaka waje kwanza. Na kama hawataonekana, maana yake tunatakiwa kusikilizwa sisi ulimwengu. Kweli kabisa. Watafiti, unlocking knowledge.